kwenye ulimwengu wa ndoto hadi Kaka, samahani, tumemwacha cha usiku. Sasa unamtaka cha usiku wa nini kwenye mambo yanayotuhusu sisi wawili? Unamaanisha nini kaka? Wewe subiri, tukifika tunapoenda ndio utajua na maanisha nini. Kwa kweli kaka, mimi siwezi kwenda na wewe mahali popote bila mtu aliyenileta. Kwani wewe ulipanda kwenye gari ukiwa na mpango gani? Cha usiku ndiye aliyenipandisha kwenye gari. Mimi nisingeweza kupanda mwenyewe kwenye gari yako wakati sikufahamu. Dada, hebu tusitaniane. Subiri tufike kwanza. Kaka jamani, unanipeleka wapi? Naomba unishushe tafadhali. Hebu acha kelele kwenye gari yangu. Tafadhali kaka, naomba unihurumie. Mimi nina familia inanitegemea. Dada, hebu acha kuniigizia. Nina uhakika kabisa unajua tunapokwenda. Mungu naomba unisaidie. Mimi sijui ninapoenda. Kaka yangu naomba unishushe. Unasemaje hujui tunapokwenda wakati mimi nimetoa pesa zangu kwa ajili yako? Umetoa pesa gani kwa ajili yangu? Mbona sifahamu chochote? Mimi wakati cha usiku ananipandisha kwenye gari nilijua na yeye anapanda ili tuondoke wote. Kwani cha usiku hajakulipa? Hapana, cha usiku hajanilipa. Huyu cha usiku naye mbona anataka kuharibu biashara? Kwani kuna nini kinaendelea kati yako na cha usiku? Sikia dada, mimi huwa namlipa cha usiku 100,000 nitafutie mwanamke wa kuenjoy naye maisha. Tena huwa namuongezea 20,000 kama tipu. Alafu malipo ya hao wanawake anawaleta, yeye ndio huwa anajua anawalipaje kulingana na makubaliano yake na wao. Ina maana cha usiku ameniuza na hajaniambia chochote? Mimi naomba upunguze jaziba ili tu ndio ukanipe huduma nililolipia. Alafu wewe na cha usiku mtaenda kumalizana ukirudi. Kaka, tafadhali naomba uniache nishuke. Tayari nimeshakwambia mimi sijui kinachoendelea kwa sababu yule rafiki yangu hajaniambia chochote. Hata kama hakukwambia chochote, lakini si nimekwambia utaenda kuongea naye vizuri tukishamalizana. Kaka, tafadhali mimi ni kama mdogo wako. Hebu fikiria mdogo wako akifanywa hivyo wewe utajisikiaje? Basi sawa, nimekuelewa. Sasa itabidi turudi mpaka tulipomwacha cha usiku, maana siwezi kukubali kutoa pesa yangu halafu nikose huduma. Sawa kaka, asante sana kwa kunielewa. Tajiri, mbona leo umemaliza mapema sana? Hivi cha usiku unanichukuliaje? Mbona sikuelewi tajiri yangu? Kwani kuna nini kinaendelea? Yaani mimi nakulipa vizuri, halafu unanipa mtu ambaye haelewi biashara inaendaje? We malaika, si ulisema unataka kazi ili uwe na pesa kama mimi? Hata kama anataka pesa ndo niuze bila kuniambia? Unataka uambiwe kila kitu kwani wewe ni mtoto mdogo? Ulitakiwa ujiongoze baada ya kuona gari linaanza kuondoka na kuniacha mimi. Kwa hiyo hizi ndo kazi unazofanya za kuuza wanawake wenzio, sio? Wewe ulifikiria maisha mazuri kama haya nilionayo yanatoka wapi? Kama unataka kumiliki simu kali, kuvaa nguo mpya, kwenda viwanja kila siku na kuifanya katikati ya wiki kuwa kama weekend, jiongeze. Wewe sasa hivi ni mtu mzima. Kwani wewe malaika unafanya kazi gani? Mimi ni mwanafunzi. Yaani wewe unaacha kuweka bidii kwenye masomo yako, unaanza kutamani maisha ya watu wengine. Sasa haya ndo madhara yake. Mimi nilitamani kufanya kazi na cha usiku ili niwe na pesa kama yeye, kutokana na maisha mazuri aliyokuwa anaishi, lakini sikujua ni kazi gani anafanya. Kazi ndio hizi sasa. Kwa hiyo wewe unachagua kuendelea nazo au baki na masomo yako? Huyu bado ni mdogo sana. Kwanza inawezekana wazazi wake wanakopa huko walipo ili kumlipia ada. Kwa hiyo muache endelee na masomo. Asante sana kaka yangu. Na pia uache kuwa unatamani maisha ambayo hujui watu wameyapataje. Kama umechagua elimu, tulia kwenye elimu na uache kurukaruka kama ndege.